Tujikite kwa Nabi Kamara kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao ulikuwa unawazungumzia sifa yake, namna anavyo uwezo wa kupiga pass, uwezo wa kumiliki mpira, na Simba hii ya Steve Barker. Mwisho wa siku mchezaji huyu hajapata nafasi, lakini hapo pia utamzungumzia Pimpin Kamara kwa maamuzi ambayo viongozi wameyafanya na golikipa ambaye amesalia. Hii iko sawa. Tuanze kwanza kwa Kamara. Na wote Kamara, Nabi Kamara, Pimpin Kamara. Tuanze na Nabi. Naam. Yani ni mchezaji mzuri. Na nakumbuka kipindi ambacho anasajiliwa nilikuwa na wasiliana na kamanda. Okay. Alivyohusishwa tu na timu, tukanajaribu kumdadavua mchezaji kiundani zaidi. Unajua mimi naungana na GF kwamba mchezaji anaweza akaachwa ni kwa sababu tu, yani kuna sababu tofauti ambazo zinapelekea mchezaji kuachwa kwenye timu. Sio kila mchezaji ambaye anaachwa basi hawezi kuitumikia hiyo timu. Unajua bado nafikiria kwamba kwa system, kwa maana mfumo ambao unatumika Simba, kwa maana mtindo wa uchezaji ambao unatumika Simba, yani ni kwa namna, yani ni kwa nini Nabi amekuwa nje ya kile ambacho kinazungumziwa? Kwa sababu ukiangalia mfumo ambao unatumika, Simba anatumia viungo watatu washambuliaji katikati ya kiwanja, viungo wawili chini, kiungo mmoja juu, au kiungo mmoja mkabaji chini, viungo wawili juu. Lakini kwa mtindo wao mara nyingi Simba ni aina ya timu ambayo ina possess zaidi, na ndio maana wanaweza control mechi nyingi kwa msimu. Kupossess ni ile timu ambayo inamiliki zaidi mpira, kwa sababu mara nyingi wao wanatumia njia ya kumiliki mpira kwa ajili ya kutengeneza mashambulizi yao, kumuumiza mpinzani na kujilinda pia. Kwa hiyo kama unahitaji kutumia mtindo huu, maana yake unahitaji wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana kiufundi. Na ukiniuliza mimi, ndani ya kikosi cha Simba, Nabi ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana kiufundi. Yani ile technicality, uwezo wa kupasia, uwezo wa kucheza kwenye pressure kubwa, uwezo wa kucheza kwenye maeneo finyu, na ni mchezaji ambaye sio tu kupasia, alikuwa ni karibu wachezaji ambao wana uwezo hata kusafiri na mpira. Kwa hiyo nafikiri umbali mrefu. Yes, na kuna namna unahitaji wachezaji kwenye timu yako, kwa sababu sio kila siku utapata space ya kupasia. Kuna siku utakutana na mpinzani ameblock kila sehemu. Kuna hitaji wachezaji ambao wanaweza kusafiri na mpira ili kuangalia namna gani wanatengeneza faida ndani ya timu. Hata kama kwenye nafasi ya eneo la kiungo ilikuwa ngumu, nafikiri Nabi ni mtu ambaye anaweza akacheza kama left back, mlinzi wa kushoto. Na mimi ukiniuliza kiukweli kabisa, kwa walinzi ambao wako Simba, Kibabage pamoja na Mligo, nafikiri binafsi mimi kwa mtazamo wangu Nabi alistahili kuwa mbele yao. Kwenye ile nafasi ya left back. Kabisa alistahili kuwa mbele yao. Na hata kwenye eneo la kiungo bado mimi naamini Nabi alikuwa na uwezo wa kubato na mtu kama Nio Maema au Kante kwenye position ya midfield. Hata Kagoma. Of course kwa Kagoma anakuwa napata mashaka kwa sababu ya uwezo wake katika eneo la kuzuia. Kwa sababu Nabi ni binafsi namuonaga kama ni offensive zaidi. Ni mtu ambaye anafikiria au ana fit kwenye timu ambayo inashambulia zaidi. Kwa kama ukimweka kama namba 6, basi ana mtu ambaye anaweza kanamsaidia pembeni. Lakini kwa kigezo hicho, sehemu ambako of course yeye sio yule mtu ambaye tunasema ni defensive midfielder pase, lakini katika uhalisia unajua pia kwenye nafasi ya kiungo, issue ya mtu kuwa defensive midfielder peke yake ni jambo ambalo linatokea zaidi katika mpira wa sasa hivi. Zamani kiungo ni kiungo. It's either wewe viungo walikuwa wanafanya shughuli zote, unasaidia kwenye kukaba, unasaidia kuiprogress team, na yani viungo specialist ni wale ambao walikuwa ni attacking midfielders per se. So it's either you are attacking midfielder ama wewe ni central midfielder. Na kiufundi I'm sure kuna mechi zingine kwa mfano za hapa ndani za ligi kuu zilikuwa zinahitaji Kagoma, zilikuwa zinahitaji maybe mtu ambaye ni deploying midfielder. So Kante drop chini, alafu labda Kamara na Chama kama advanced wawili. Exactly. No, hata kuwachezesha kwa mfano mtu kama Kante unahitaji watu tunasema kwamba Kagoma hana ile technical ability wakati mwingine. So kuna mechi unaweza kumhitaji Kante awe DM pase, kwa sababu kwa uwezo wake ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi kutokea chini, and then next to him unampea na mtu ambaye ni technician ambaye ni Nabi. So matumizi yangeweza kuwa nayo hata kwenye deeper positions. Kwa hiyo mimi huo ndo mtazamo wangu, kwamba
unaweza kumwacha mchezaji ni kwa sababu tu binafsi zipo, au kuna sababu za kiutawala zipo, sababu za kiufundi zipo. Lakini Nabi ni miongoni mwa wachezaji ambao walistahili walistahili kufanywa kitu bora zaidi ndani ya timu. Na mimi waga nakinzana sana na wale watu ambao wanakuambia mwalimu ndo, yani mchezaji inawezekana timu inatengenezwa kwenye uwanja wa mazoezi. Na watu wanaamini wachezaji ambao hawachezi labda ni wavivu kwenye uwanja wa mazoezi. Kuna kitu hawafanyi vizuri kwenye uwanja. Kuna kitu hawafanyi vizuri kwenye uwanja wa mazoezi. Unaweza ukapata best players 20 ambao wameperform wote kwenye training, lakini mwisho wa siku unahitaji kuselect wachezaji 11 ambao watakupa balance. Kwenye mechi utatumia 16. Yes, watakupa balance na watakupa ubora kwenye kile ambacho unakihitaji. Lakini kwa Pinpin Kamara, mimi sijiamini kama Pinpin Kamara ni golikipa mbaya. Mimi binafsi. Na hata tukichukua ule msimu wake wa mwisho ambao Hans alikuwa anazungumzia, binafsi naamini Kamara alikuwa amefanya vitu vingi bora kuliko hata makosa ambayo aliyafanya. Of course. Kwa sababu tuna highlight makosa. Yes, kuna maeneo kwa position yake na ubora wake na timu anaochezea unatamani afanye bora. Kwa mfano Kamara single handedly alivusha Simba kwenye kwenda kwenye hatua ya makundi. Ile game na performance wonderful performance. Yani kulikuwa na match saving saves kwenye ile mechi ambazo kila mtu alishakubali. Kwa mfano ile chance ya Mabululu ile, huwezi kumlaumu Kamara. Wakati kama uliangalia, and I think ile ingeweza kuwa one of the best saves, sema ilikuwa ni kwenye mechi ambazo labda ama hiyo tuzo pia kwenye mashindano ya Afrika huwa haipo. Kwa hiyo jambo la msingi ni binafsi naamini, mimi hata ukiniambia tulishaikuwa na mjadala hapo kuhusu Tanja pamoja na Pinpin. Binafsi karata yangu nikampa Pinpin, na nilimpa Pinpin kwa sababu tofauti. Moja ni kwamba ni golikipa ambaye anaendana na mahitaji ya kisasa kwa wakati huu. Lakini pia hata ule msimu ambao watu wengi huenda wanamuhusisha kwamba alichangia timu, alishiriki kuikosesha timu ubingwa. Mimi nitakuwa mwisho kuamini, kwa sababu of course alifanya makosa, na kuna mechi tunaona magolikipa anafanya makosa, lakini bado katika hizo mechi Simba alikuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi nje ya makosa ambayo Pinpin alifanya. Mfano mechi ya Coast, mfano mechi ambayo kuna mechi ile ya Coast ambayo kama alifanya makosa mawili akazama goli mawili. Game na Yanga pia ile. Game na Yanga, lakini mechi na Kagera ila walishinda goli 5. Unanielewa? Lakini bado Simba kwenye michezo, au mfano ile mechi ambayo Chasambi anajifunga. Fountain Gate. Bado kwenye michezo Simba walikuwa na nafasi ya kufunga magoli mengi zaidi ukifananisha na wale magoli ambayo walifunga. Kwa mfano kama kwenye hiyo mechi ya Fountain Gate, Mkwala na Ateba kuna mpira mmoja. Umeona mnavosema wafunge magoli mengi zaidi. Kuna siku magoli hayaingii. Mnafunga goli moja, goli mbili. Mnahitaji kipa afanye saves mshinde mechi. Kwa mfano mechi ya Coast Simba alitangulia goli mbili. Second half Kamara anatoa goli mbili za wazi. Umeona? Lakini ni makosa ya moja kwa moja mlinda mlango. Ni kweli ni makosa yake. Timu kama Simba, unasikia mamdogo? Ndio. Kwa msimu una analyze makosa ya golikipa. Kati ya mechi ya 50 unakutana na mechi 12 kafanya makosa. Ni changamoto. Unasikia Hans? Makosa ya Kamara yaligharimu Simba point 7 effectively kwenye na zinazidi. Nitakukumbusha hata mechi ya shirikisho, mechi ya kwanza ya Simba wanacheza. Mimi nimezungumzia kwenye ligi tu ambako tunahesabu point. Na hapo kuna mechi nyingine tumesahau. So kuna mistake kwa mfano alifanya kwenye finali away na hapa nyumbani mpaka anagombana na Ngoma half time. Kagoma ndio kwa anamchomesha. Ngoma Fabrice Ngoma. Nilikuwa uwanjani, yani naangalia mechi na Almasili magoli mawili away, unakumbuka? Simba wanapoteza magoli lakini yote hakuwa yeye peke yake. Na kwenye hiyo mechi pia you can give him credit, aliwasaidia kwenye penalty. Ni kweli alifanya saves, lakini magoli yote mawili ni ya kwake. Alifanya makosa. Yaani unajaribu kuanalyze kati ya mechi ya 50 unakuta mechi 12, 13 kipa kahusika kwenye makosa. Ni changamoto. Kwa hiyo kwako wewe kati hakuwa na consistency ya kufanya vizuri. Ndio changamoto. Kwa hiyo kuna levels. Kwa mfano Ateba akiwa Simba alikuwa anafunga magoli. Lakini ilifika hatua akaona huyu hatutupeleka kule tunakokutaka. Si ndio? Inabidi utafute mshambuliaji ambaye
atakuja kufanya zaidi ya kile ambacho Hansi, tupanue huu mjadala kidogo. Kuna msikilizaji huko anaweza akawa na swali lake, mimi navaa viatu vyake, anakuuliza Kamara pamoja na Kasal, hebu tuambie sifa zao hawa, wana sifa gani? Kamara nadhani footwork yake kwanza. Kamara ni aina ya golikipa ambaye ni bora. Timu ikiwa na mpira anakuwa spareman, anakuwa kama mchezaji wa ziada. Okay. Mtabuild vizuri from the back kwa sababu anaweza kutumia vizuri miguu yake, lakini anaweza kusweep. Tuseme labda Simba wameshambulia kwa idadi kubwa ya wachezaji, afu anakamata kwenye counter attack, inapigwa mpira mrefu, mabeki wana struggle kumatch mshambuliaji wa timu pinzani. Kamara atasweep, atatoka kwenye box, ataenda kuintercept hiyo pass kabla haijafika kwa mshambuliaji. Ni aina ya tunasema ni sweeper keeper, na wamekuwa wanafanya hivyo vitu mara kwa mara. Kasali kwenye hiyo unazungumzia footwork? Hapana, footwork ya Kasali ina changamoto. Haya, Kamara anapiga tiki hapo. Sasa tunarudi kwenye kustop michomo. Stopper. Shot stopper. Wote naweza nikasema wana struggle kuwa na consistency. Wakiamka vizuri wanaweza kuokoa michomo, lakini wakiamka vibaya kuna makosa utayaona. Kwa kwenye eneo hilo wote wako sawa sawa. Yes, sawa. Mikononi wako sawa. Sawa. Sasa kwangu mimi ukiniuliza kati ya hao wawili nitakwambia bado Simba wanahitaji kipa mzuri zaidi kuliko kwenye kuhandle pressure. I think bado Kamara. Kwenye unajua unajua mimi nazungumza hivi, nazungumza hivi, nitakupa mfano hai. Mpinzani mkubwa wa Simba ni Yanga, si ndio? Kama kwa msimu tuna analyze makosa 13, 14, 15 ya Kamara, tuseme labda kwenye mechi 50 kwenye mashindano yote. Ukirudi kwa mpinzani wako mkubwa ambaye ni Yanga, Djigui Diarra, unaweza kukuta kwa msimu ana makosa 2. Kuna utofauti mkubwa hapo. Inabidi umbiti mpinzani wako, unahitaji kumatch kwenye kila position kwa maana ya quality. Kwa hiyo mimi ukiniuliza kati ya Kamara na Kasali nitakwambia bado wote hawatoshi Simba. Wote hawatoshi Simba. Kavion Nasser. Mimi nitakuwa na mtazamo tofauti kwa sababu cha kwanza, iwapo Pimpin Kamara angekuwa fit msimu huu, inawezekana angejitetea kwenye maeneo mengi sana. Msimu uliopita kumradhi, angeweza kujitetea kwenye maeneo mengi sana. Unapokuwa kama mchezaji, hasa unapocheza katika eneo husika nyeti kabisa, golikipa, msimu ambao ulicheza tunasema takriban mechi zote, alafu msimu umeisha, watu wakakuanalyze kwa yale makosa ambayo umeyafanya, na wanakuanalyze kwa makosa waliyofanya kwa sababu timu imekosa ubingwa. Lakini iwapo timu isingekosa ubingwa, inawezekana yale makosa yasingezungumzwa. Kwa mimi nadhani, kwa mimi hapa na believe Pimpin Kamara angekuwa fit msimu uliopita Simba angecheza. Kwa nini? Cha kwanza, amekuwa mchezaji muhimu hasa katika lile eneo baada ya Aish Manura yeye kuanza sasa kuwa kama regular namba 1. Amekuwa na msaada mkubwa hasa katika namna Simba jinsi wanapocheza. Wenzangu wametangulia jinsi walivyozungumza. Simba sasa hivi wana struggle kwenye msimu uliopita, hasa kwenye raundi ya pili. Tumeona amekuwa na struggle hasa kwenye build up, kwenye kumhusisha golikipa kama center back. Tunasema timu zikiwa zinafanya build up, tunategemea kipa naye anasogea eneo la kati kidogo nje ya box lake ili kusaidia timu kusogea mbele. Hiyo imekuwa changamoto kwa Simba msimu uliopita. Kasari yes ni mzuri, lakini hayupo lakini huwezi kusema kwamba eti Simba walikuwa wanakosa magoli au wafungi magoli ya kutosha because of that. No. Najaribu tu kutengeneza hoja alafu tufike huko. Kwa Pimpin Kamara hiyo ilikuwepo. Simba kupo wanapata tunasema utulivu hasa katika upande wa build up. Hiyo ni kitu ambacho tuwezi kukipinga. Kwenye upande wa saves pia na believe kwamba yeye ni mzuri kuliko nani? Kuliko Kasali. Kwangu mimi naamini hivyo kwa sababu kuna michezo mingi ambayo ilikuwa ni Clujo kwa Simba msimu ambao yeye alicheza, yeye ndio aliyofanya wabakie mchezoni. Kuna msikilizaji mmoja amenipa assignment nije kuwauliza mwishoni mtakuja kujibu. Kwa nini makabila mengi yanaanzia na M? Msambaa, Mpare. Sasa hiyo inakuwa ni mtu kumuelezea mtu. Lakini kabila lenyewe linakuwa ni Sambaa, Ngoni. Yaani hiyo sio hapa tu, hata tukienda nje, kwa mfano ukienda Kenya,
kuna kabila la Kikuyu, kwa hiyo Mkikuyu, kuna kabila la Wakamba, kwa hiyo tutakuwa Mkamba. Inabadilika pia kutokana na wingi wa idadi ya kisha kuwa wawili ni Wahaya, sio Wasamba. Kwa hiyo hapo ni umiliki. Yani hata ukienda ila kabila lenyewe linakuwa linaitwa kama linavyoitwa. Kuna kabila la Zulu. Kwani hata ukienda kwa Kiingereza kabila la Wahehe hawaitwi Wahehe, wanaitwa Hehe. Wabena wanaitwa Bena. Wangoni ni Ngoni. Kwa hiyo iko hivyo. Hizo Zaramo. Kwa mfano yani hiyo maana inakuwa Mzaramo au Wazaramo. Kwa mfano Waha. Jina la lile kabila ni Ha. Ha. Waha. Muha. Hiyo hata kwa Kiingereza wale wanaitwa the Has. Kigoma ni Muje, ila Dar es Salaam ni Chiboko. Muha Mwijaku. Muha Mwijaku. Unajua Waha na bonge la wakala watani zangu wale. Waha tabu sana kwa sababu Kigoma kuna kabila la Manyema lakini wasikii. Unaweza ukadhani Kigoma wako Waha tu. na Waha wanatamba Dar es Salaam, wameikamata Dar es Salaam. Mfano ukizungumzia tasnia ya Bongo Flava wanafanya sana kazi. Unasikia nani? Kwani ambaye afanye kazi? Wale maduka wafungi kazi. Pomkai. Ukizungumzia tasnia ya Bongo Flava, huwezi kutaja Bongo Flava bila Waha. Ndio. Kabisa. Ni kweli. Huwezi kutaja Bongo Flava bila Waha. Si ndio wale kina Leka Utingete. Digite. No, Leka Dutigite. Hao jamani. Sasa hiyo kamanda hiyo itamke mara 3. Leka Dutigite, Leka Dukigite, Leka Dukigite. Lakini pia wale wazee wa vinywaji vile. Vile vinywaji vya barabarani vile. Madafu yani. Hicho kitengo kinamilikiwa na Waha. Waha ni wauzaji maarufu wa madafu Dar es Salaam. Unajua wanatokea wapi? Mbali kwa gari tu unachoka. Na wanajipambanua kweli kweli. Unapozungumza endurance iko kwa Waha. Yaani wewe ukitoka na gari yako uelekea unakochukua hiyo madafu mpaka unapofika hapa mjini wewe unaenjoy. Kwa hiyo kiufupi kupitia CRDB Bank ukienda kwa Muha pale unafanya miamala yako tu kupitia sim bank. Asante Magungo, ulikuwa unaendelea na mimi swali langu la msingi kwako juu ya beki huyu mpya wa Azam FC. Sifa zake ni zipi? Ni beki wa namna gani? Na unaona kabisa anakwenda kuzama moja kwa moja katika kikosi cha kwanza? Ukiangalia usajili umefanyika kwa sababu Azam huenda wakaachana na baadhi ya wachezaji kwenye eneo la ulinzi. Na usajili unapofanyika maana yake kuna kitu cha ziada ambacho watu wamekuwa wamekiona kwa huyo mchezaji. Ni kweli kuna mchezaji ambaye ana uwezo wa kuja kucompete kwenye timu na kuingia kwenye kikosi cha kwanza na ndo lengo kubwa. Lakini kuna wachezaji ambao wanasajiliwa huenda kwa ajili ya kuwa squad players. Yaani wachezaji ambao inawezekana kwenye nafasi Jeff anacheza lakini wewe unaweza kumuassist Jeff. Sasa ukimtazama mchezaji kwa development yake, naamini kwetu hapa anaweza akamudu. Kwa mazingira ambayo yeye ameyapitia, anaweza akamudu. Labda huenda zitokee changamoto zingine tu ambazo zinaweza kumletea athari kiutendaji ndani ya uwanja. Ni beki mzuri, ni mzuri zaidi hewani, lakini ni mlinzi wa kisasa ambaye ana uwezo, yani technical ability yake ama uwezo wake kiufundi ni mkubwa sana. Ana uwezo wa kufanya shughuli zake hata akiwa kwenye pressure kubwa, mechi inapokuwa kwenye kasi kubwa. Unajua mimi napimaga wachezaji kiufundi mechi ikiwa tight. Yani kuna muda mechi ikiwa ngumu kweli kweli, ikiwa na pressure kubwa, kuna wachezaji huwa wanajificha, yani hawaonekani kabisa kwenye huo mchezo. Lakini kuna wachezaji wanakuonyesha kwamba licha kwamba mechi ni ngumu, iko tight, mimi naweza nikaonekana na nikafanya kitu cha ziada. Lakini vile vile ni aina wachezaji ambao wana kariba ya uongozi uwanjani. Sio tu kwa kuzungumza peke yake, hata kwa matendo na namna ambavyo anawaamuru wenzake kitu gani ambacho anaweza akafanya. Jana niliingia kwenye website ya Stellenbosch. Wamemuelezea sana ujamaa. Na hata yeye pia kuna baadhi ya mahojiano aliyafanya wameyaweka pale. Anasema kitu cha kwanza ambacho kilimletea ugumu South Africa ni kwamba ligi ya South Africa naamini ina kasi kuliko hata ligi ya Belgium. Anasema Belgium ni physicality zaidi, yani matumizi sana ya nguvu na mbinu sana. Lakini South Africa utofauti ni kwamba ligi yao ina kasi sana. Sasa ligi ya South Africa na ligi yetu zina utofauti. Sisi ligi yetu kasi yake ni ya wastani. Ligi yetu tukisema mechi ilikuwa na kasi ni ya wastani. Kwenye hiyo hoja Magunga, kabla hujaendelea, namuelewa lakini naomba ufafanuzi zaidi.
yani ligi ya Belgium na ligi ya Afrika Kusini ipi yenye ubora zaidi? No, hajasema ubora, yeye amezungumzia aspect ya kasi. Ya kasi. Lakini kuna baadhi ya vipengele unaweza kuwa bora lakini sio bora katika kila kitu. Kuna Unajua neno ubora limezunguka nyuzi 360. Okay. Sasa yeye katika nani, kwa mfano ushai kufanya hesabu zile za ambazo unahitajika kuchora graph ama pie chart linear. Sasa ukiwa unachora graph ya ubora, kwake yeye ameamua kutofautisha kigezo kimoja. Of course ligi ya Belgium unazungumzia ligi ambayo iko kwenye top 10 ya ligi bora duniani. So huwezi kufananisha ligi ambayo Afrika Kusini kasi ndio imemshinda. Sio kasi. Whether imemshinda au haijamshinda, sisi tunajadili maneno yake alipofika, kwamba yeye aliona kwamba ligi ya South Africa ina kasi kuliko ligi ya Belgium. Haijamshinda kwa sababu amecheza. Amecheza na alikuwa mtu anategemea. Unaona po? Ndio. Kwa mfano ukitaja ligi ya Uingereza ni ligi ya maguvu, physicality. Lakini ukienda ligi ya Italy more tactical. Umeona? Watu wanazingatia sana tactics. Italia ni bora kuliko kwa kila ligi ina sifa yake. Hii inaweza kuwa ni ligi ambayo ya matumizi ya nguvu, hii ni ligi na ya kasi. mlivyofuatilia kwa ligi ya Belgium haina kasi. Ukilinganisha na hajasema haina. Mimi najaribu tu. Yani ni kama leo hii ukiwa unajaribu kuwatofautisha wanariadha, sawa? Ukichukua mwanariadha aliyeshinda medali ya dhahabu kwenye mashindano ya mbio za Olympics za 96 Atlanta, na ukamchukua Usain Bolt aliyeshinda medali ya dhahabu Beijing China mwaka 2008, watakuwa wana tofauti, lakini tofauti yao ni ya wanariadha. Sasa sio tofauti ya kama mwanariadha na Jiflea. Kwa mfano mimi Azam nadhani ni decision nzuri. Ndio yale nilikuwa nazungumza kwamba unaweza kuwa na mchezaji anakupa mechi 2 nzuri afu mechi 3 anazingua. Mimi nadhani ulikuwa ni muda sahihi pia kuachana na Yoro Diaby. Kwa sababu Yoro Diaby ni moja kati ya walinzi ambao wamekuwa na struggle kwenye mechi kubwa. Yani Azam na Yanga, Azam na Simba. Yoro Diaby alikuwa anatoa sana maboko. Kwa sometimes inabidi uende na mtu ambaye unaona huyu atanisaidia. Azam walianza kufanya mazungumzo na Diomes, mlinzi wa Lupopo, lakini naona hawakukubaliana. So ikabidi waende kwa Henry Stanisic. Bro, kama ambavyo Magunga amezungumza, huyu ametokea kwenye academy ya Anderlecht. Moja kati ya academy bora kabisa Belgium. A ball playing center back. Ukimwangalia cool as you like. Nyuma anatoka kwa utulivu, passing ability yake. And then muangalie frame yake. Ana umbo kweli kweli. 46 amepanda. Yani ni mtu. Sasa tujiulize, Azam wameweza vipi kwenda kumchukua mchezaji wa Stellenbosch? Means wameinvest pesa nyingi sana. Wanataka nini? Wanataka matokeo msimu ujao. Na hata ukiangalia kikosi cha Azam kuna mabadiliko makubwa sana yanafanyika. Yoro ameondoka, of course wako kwenye mazungumzo na Fuentes. Of course ngoja nazungumza na wakala wake juzi, akaniambia kwa kwenye mazungumzo kuna possibility kubwa naye akaondoka. Kwa means walikuwa wanahitaji kupata center back mwingine wa kigeni kama sio wawili. I think kama Fuentes anaondoka means wanarudi sokoni kutafuta center back mwingine wa kigeni ili kuwa sawa. Kwenye midfield pia wanafanya mabadiliko makubwa. Tayari Kipre ameingia, wana Molia ambaye pia Molia anaweza kucheza kama winger, anaweza kucheza kama false number 9. Mubiru pia yuko pale. Lakini yani ukiangalia maeneo mengi Azam tayari wamefanyaje? Wameingiza kama wao wanaanza upya. Nadhani kwenye ukiangalia kwa mfano hii signing ya huyu Stanisic, fantastic signing. Wala mimi sina mengi ya kuongea ambayo wengine wameshaongea, kwa hiyo tutazungumzia. Lakini bado mimi naangalia sana kwa jicho la ziada Azam wanafanya nini kwenye dirisha la usajili, kwa sababu ugonjwa mkubwa ambao uliwanyima Azam ubingwa msimu uliopita ni kufunga, yani ziondoe zile mechi kubwa, ziondoe mechi dhidi ya Simba, mechi dhidi ya Azam, achana nazo. Azam ndio timu kati ya zile timu kubwa ambayo ilitoka idadi kubwa ya sare dhidi ya timu ambazo haikupaswa kutoka nazo sare.
na nadhani huu ni msimu wa pili au wa tatu mfululizo tunajadili hicho kitu. Nadhani utakubaliana na mimi Hans kwamba yani ukiondoa zile mechi kubwa tu kabisa, kuna mechi Azam anacheza na TRA anafungwa. Kwa mfano TRA nadhani amemfunga Azam mara hivi. TRA ndio Tabora ile ndio wakati wakiwa na Makambo waliwahi kumfunga Azam 3-1 msimu ule. Msimu huu wamemweka 4. Sawa, hizo ndio mechi ambazo zimemnyima Azam ubingwa. Yani kwa mfano kama Azam angetafuta njia ya kufunga kwenye sare kama 6 hivi, walikuwa wanaingia kwenye mbio za ubingwa. The reason kwa nini Azam hawakuwahi kuingia kwenye mbio za ubingwa na wala hatukuwahi kuwajadili kwenye mbio za ubingwa ni kwamba unajua tu kwamba kuna siku Pamba ataenda kucheza na Azam Chamazi watatoka sare. Na kweli inatokea. Na Pamba anamsumbua sana msimu huu. Yaani unajua tu kwamba kuna siku TRA ataenda kucheza na Azam atapata matokeo. Sasa hayo matokeo yanakuwa mnafungwa goli 4. Sawa? So, na it wasn't because hawana defense nzuri, kwa sababu tofauti ya defense ya Azam na hawa wakubwa haikuwa yani ilikuwa ni tofauti ndogo, kwa sababu ukiondoa kwa mfano hii mechi ambayo Azam wamefungwa mabao 4, ukiondoa hiyo mechi Azam wanamaliza wakiwa na defense sawa na Yanga, wanamaliza wakiwa na defense bora kuliko Simba, lakini msimu unaisha Azam amefungwa magoli 12, Yanga amefungwa magoli 9, Simba amefungwa magoli 11. Lakini angalia tofauti iliyoko kwenye magoli ya kufunga. Angalia kwa mfano kwenye sare. Azam ana sare 10, Simba ana sare 7, Yanga ana sare 6. Kwa hiyo it means kwamba kama Azam ukiondoa tu hata zile mechi kubwa ambazo ndio zingekuwa sare, yani maana yake angekuwa na idadi ya sare kama hizi za Simba na Yanga 6 au 7. Meaning kwamba wangekuwa kwenye picha ya kwa. Lakini ulikuwa unataka kumalizia hapo. Sawa. Kwamba unajua ni mchezaji mzuri kama ambavyo Kamanda amezungumza. Lakini nataka tu nimuulize Kamanda, Stellenbosch ndugu zake wale. Naam. Mkakati wao upi? Kwa sababu kwenye defense pale wachezaji watatu wameondoka. Morisane Kaizer, huyu kaja Azam. Kwanza kabisa yule nani yule kiungo nimeona anahusishwa sana na Simba wa Stellenbosch. Yule Nigeria ameshaondoka yule tayari. Sasa Kamanda, naomba lijibu kwa ufupi tuhame hapo. Cha kwanza unajua Stellenbosch wanajenga upya timu. Baada ya kuondoka Steve Barker alikuja kocha ambaye ana falsafa tofauti, Gavin Hunt. Of course Gavin Hunt na Steve Barker wote ni watu wa kukaa kwenye timu muda mrefu. Lakini wako tofauti mbingu na ardhi kwenye aina ya mpira ambao wanaucheza. Steve Barker ni mpira ule wa South Africa unaojua. Gavin Hunt yeye ni kama unavyomuona hivi, unavyoweza kumuona David Moyes, unavyoweza kumuona Jose Mourinho, yeye huwa hataki mambo mengi. Thomas Frank. Yeye pigeni pale watu wawanie. Kwa hiyo sababu kubwa ya hii rebuild unayoiona ni kwamba wanaijenga timu kwa kumwangalia kocha Gavin Hunt. Sasa kwa mfano ulichozungumzia kama profile ya huyu defender, mimi naweza nikimwangalia kocha Gavin Hunt naweza nikaelewa kwa nini hajamtaka. Gavin Hunt sio muumini wa defenders wanaocheza mpira. Na hata kwa magolikipa Gavin Hunt sio muumini wa mambo sijui sweeper keeper sijui nini. Yeye anakuambia kipa kazi yake ni kuokoa magoli. Sawa, habari za kucheza watacheza wengine. Ni kocha fulani pragmatic. Kwa hiyo haya mabadiliko ni timu inasajili kwa kuangalia taswira ya kocha. Majibu mazuri, asante sana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.